Kwa majina naitwa Charles Godfrey Mkumbwa, ni mwalimu wa Academy ya United Warriors, inapatikana mkoa wa Tanga, iko mtaa wa Changa. Mchezo wa mpira wa miguu kwa maendeleo ya vijana umekuwa na mwitikio sana. Tunamshukuru Mungu, rais wetu wa TFF Karia pamoja na crew yake yote nzima wamepambana sana kuinvest kwenye mpira wa vijana na tumeona mafanikio. Na hata tunapoongea hivi tayari tuna timu ya taifa ya chini ya miaka 20 ambayo inatakiwa ikacheze kombe la dunia. Mimi niwape pongezi sana na hongera, na nizidi kuhamasisha viongozi waliokuwa juu madarakani kuhamasisha sana vijana mashuleni, mtaani, wenye umri sahihi kabisa. Tunaweza kutengeneza timu ya kufika mbali kuanzia kwenye vilabu mpaka national team, mashindano ya Afrika, kafu mpaka Champions League. Haraka upo sahihi kwa sababu tumeona maendeleo. Kwa nini nasema hivyo? Msimu mitatu nyuma alikuwa Mtibwa ndo bingwa, ila hivi karibuni kapokonywa ubingwa, kwamba sio Mtibwa peke yake, kuna watu wengine. Tumeona sasa hivi kuna timu za Simba, Yanga, Azam, Coast. Tumeona timu Fountain Gate wana yule Isa Bushiri. Yaani mimi naamini kwamba uko sahihi. Waongeze tu nguvu na jitihada za kuwazalisha vijana na umri sahihi ambao utakuwa ni taifa la kesho zaidi ya miaka 20-25 mbele. Cause mimi la kwanza naweza kusema elimu. Elimu inakuwa ni changamoto sana kwa sababu kijana anapokuwa anatoka kwenye malezi ya utoto akiwa hana elimu kabisa, hata ule utashi wake unakuwa mgumu. Japokuwa mchezo wa mpira unakuwa na kipaji. Kwa hiyo naamini watosimamia mpira wa vijana wakati wanaendelea kuwafundisha swala la mpira kucheza, bali waongezee pia kitu kingine cha elimu. Elimu inafanya mtu ubongo wake unakuwa unazidi kuwa na uchangamfu. Kwa hiyo utakuta taasisi walimu hatupati shida kwenye kufundisha na kuelekeza. Kwa sababu tunapopokea vijana unakuta maendeleo yake yanakuwa hafifu kidogo au yanakuwa kwa utaratibu kutokana ubongo wake bado umekuwa mzito. Shule ni shule na michezo ni michezo, lakini vikikompea kwa pamoja tunaweza kupata watu kama kina Chama, Faisal, wengine Aziziki. Naamini tuende na michezo, lakini pia tusiache swala la shule. Elimu tuite elimu ya kawaida hii. Kikweli sio sahihi, lakini naamini kwa sababu hatakuwa tumewekeza kwa vijana, na ndio maana tulikuwa tupate hizo challenge za vijana ni kwa miaka under 17, under 20, under 15. Lakini sasa hivi mpango ule kuwepo kwa chama cha mpira cha Tanzania TFF, naona kuna ligi under 17 inaendelea. Kuna ligi under 20 imetoka kuisha sasa hivi. Kuna ligi under 15 inakuja. Kwa hiyo naamini tutakuwa tunaziona hizo, na bahati nzuri hadi Star Times wanarusha sasa hivi ligi mbalimbali. Kwa hiyo Azam wanapokea ligi mbalimbali. Kwa hiyo naamini tutaendelea kuona mashindano mengi sana ya vijana. Uwekezaji ndio kitu sahihi peke yake. Uwekezaji kwenye vituo vyote vya academy za mchezo wa mpira wa miguu. Uwekezaji huo unamaanisha kwamba vifaa ambavyo vinahitajika kwa wachezaji wawafikie, wasiwe tu ni wa Simba na Yanga na Azam kwa sababu ni klabu kubwa. Kwa mfano kama hapa Changa kuna watoto wameshatoka kaenda Simba under 20, tumeshatoa. Kuna watoto wameenda timu za jeshi mikoa ya Dar es Salaam, kuna Ruvu under 20 tulishampeleka kijana, lakini tunajitegemea sisi kama sisi. Kwa hiyo maendeleo hayawezi kuwa makubwa au kwa haraka kama inavyotakiwa, kwa sababu mchezo wa mpira unahitaji gharama. Unahitaji gharama sana. Mtu unatakiwa uwe na mipira ya kutosha, uwe na bipsi, uwe na koni. Afya za wachezaji bado ziko ndani yetu kwa sababu sisi tunasema ni academy. Academy inakuwa ina compare kila kitu. Kwa hiyo naamini chama cha mpira na vilabu vyote na chama cha mkoa cha mpira pia wakibebwa na baba yetu TFF na Rais Karia, basi watusaidie sana huku pembeni. Tunaamini watu wapo wengi sana, tunaweza kuwazalisha na wakafika kwenye vilabu vikubwa na hata timu zetu za taifa kuziwakilisha kwa wakati. Namshukuru Mungu, najivunia kwa sababu nilisema hapa nyuma kidogo, japokuwa swali alikuwa sahihi kwangu wakati ule. Hapa United Warriors Academy tumebahatika kumtoa mchezaji kwenda kufanya trial timu kama Mtibwa kipindi huko Mwalimu Zuberi,
akaenda Transit Camp, akaenda Green Warriors. Baada hapo akaenda Simba na akafanikiwa kupata nafasi ya kucheza. Tukamtoa mchezaji akaenda Roof Shooting under 20. Kipindi kile msemaji wao Masobwile. Tulitoa baadhi ya wachezaji wakaenda timu za jeshi Dar es Salaam hapo. Kwa hiyo tunajivunia leo hii tuna wachezaji kama 5 kutoka hii academy wameenda Coast under 17, na hata mashindano yanayoendelea hapo wameshiriki, wanaiwakilisha Tanga, wanaiwakilisha Coastal Union, lakini wanajivunia kutokea United Warriors Academy. Sisi tuna vigezo vitatu. Cha kwanza kabisa tunahitaji watu wa design yoyote, yaani yule ambaye anajua mpira na ambaye hajui mpira. Sisi kwa sababu ni academy tunakuja kumfundisha. Sisi tunapokea mwenye tabia mbaya na ambaye hana tabia mbaya, kwa sababu lengo letu ni kumtengeneza kijana awe taifa la kesho. Ukiwa umemwacha yule mwenye tabia mbaya, atasaidiwa na nani? Wakati tayari mimi niko mwalimu na nimejitolea kwa ajili ya kusaidia vijana ambao mimi nilitamani kusaidia wakati huo nikawa sijapata hiyo fursa. Kwa hiyo vigezo vikubwa kabisa vitatu ambavyo nimesema ninavihitaji kwangu. Moja, mtu awe tayari kwa ajili ya mchezo wa mpira. 2, awe ana malengo ya kufika sehemu ambayo sisi tunaweza kupambana kumsaidia kufika. 3, awe naye anajua nini kinatakiwa kifanyike katika mchezo wa mpira. Moja, wawe na upendo na mchezo wa mpira. Ujue kuupenda ni tofauti na kuzungumzia. Kuupenda ni ile pesa ulokuwa nayo, mali ulokuwa nayo, unaweza kuirudisha katika mchezo wa mpira. Kwa sababu kuna mazingira mengine hayahitaji pesa. Tunahitaji usafiri. Labda tunaenda Amboni, tunaenda Korogwe, tunaenda Mombo. Pale hapahitaji pesa au ala maneno. Kuna wakati mtu ana gari, anaamua kutoa, watu wanasafiri. Ili mpira uendelee, wale ambao wameshakuwa na nafasi ya kusogea hatua moja, hatua mbili, basi wawafikie wale ambao wanahitaji nao kupata msaada wa kusogelewa ili wafike hatua moja, mbili na kuendelea pia. Zao wenye uwezo wao ambao wakifikia sehemu ambazo mpira unachezwa na unafundishwa, basi tutakuwa na maendeleo makubwa sana. Tutawapunguzia hata hawa chama cha mpira ambao ni TFF kufikia kila sehemu, kwa sababu watajikuta kati wanataka kufika sehemu kama hivyo United Warriors, kuna mtu kashajitolea hapa kaifikisha kwenye sehemu ambayo inajulikana na inaonekana. Kwa mimi natoa wito sana kwa watu mbalimbali, watoto tuangalia kwenye hii TV yetu, watoto tusikia kwenye vyombo vyovyote vya habari, basi tunawakaribisha sana changa, tunajitegemea wenyewe. Yaani sisi kama tulivyo ndo sisi tulivyo hivi hivi. Kwa hiyo nguvu zenu tunazihitaji sana, kwa sababu sisi tumeshatoa muda wetu na watoto wenu ndo watoto wetu.